Bima Pub, urahisi wa maisha. Nchi wakazi wa mtaa wa Mustafa. Leo ni siku ya Jumamosi, tarehe 1 mwezi wa 3, majira ya saa 9:30 usiku. Hivi sasa ni saa 9:30 usiku. Tupo kwenye kituo chetu hiki cha polisi jamii. Tumewakamata ndugu zetu hawa watatu ambao ni wale kwenye utaratibu wetu wa kuendelea na ulinzi na doria ndani ya mtaa. Hawa mabwana, tukio lao kubwa ni usikaji wa uvunjaji wa maduka na maviwanda makubwa. Mabwana hawa tumewakamata na pikipiki yao hii. Kama mnavyoiona pikipiki hii, wiki mbili za nyuma tulitoa taarifa ya uwepo wa wizi uliofanyika kwenye moja ya duka letu la mtaa kwa Mustafa. Lakini siku hiyo ndio siku ambayo nilitoa taarifa la kuvamiwa askari wetu maeneo ya njia panda ya dampo. Hawa vijana watatu mnaowaona, huyu bwana anatokea Omboza, huyu bwana anatokea Chanika, huyu bwana anatokea Manzese. Huyu bwana ndio dereva bodaboda. Hichi kifaa mnachokiona ndio lile linalovunja mtalimbo. Huu shehe kama kufuli yako akishaiweka vidume hivi mnavyoviona vilivyonenepeana hivi, wakipiga kufuli ile lazima kufuli iitike. Mwisho wa siku kama hapo ulinzi hakuna, ndio tunafunguliwa maduka yetu, vinachukuliwa vitu ya labitoba. Nafsi yangu hapo biashara inakuwa imekwisha. Huu ni mtalimbo. Lakini pia wanacho kifaa hiki. Huku mbele mnaona asili ya mkuki, huku imepindwa. Kwa hiyo hii inanyongoletea nini? Mimi na wewe ndugu mwananchi hatufahamu. Lakini pia wanayo hii tena nyingine, hii ya pili. Kwa hiyo manake hao wako wawili, mmoja anafungua huku, mmoja anafungua huku, mmoja anaangalia location ya watu kama watu wanakuja. Wakishakuwa wamefanikiwa, lakini pia wanayo star hii key, nadhani mnaiona hii, wanafungulia hii. Wakishafungulia ndio wanaondoka. Lakini mwisho wa siku hawa bwana, baada ya kuwa wametuibia vifaa vyetu, wanavipakia wapi? Yaani hilo ni swali. Wamekuja na pikipiki, washavunja, baada ya kutuibia wapi wanapakia? Kiroba cha kwanza cha kilo 50 kinajazwa, kinajaa. Kiroba cha pili cha kilo 50 kinajazwa, kinajaa. Kiroba cha tatu cha kilo 50 hiki kinajazwa, kinajaa. Kiroba cha 4 cha kilo 50 hiki kinajazwa, kinajaa. Huu ndio uhalifu ambao wanaendelea nao, na katika mitaa yote mitano mtaa wa Mustafa tumeimarisha ulinzi wa hali ya juu, kwa sababu mimi na dampo kuu la jiji la Dar es Salaam. Lakini hao mabwana laiti wangelijua kwamba sasa hivi ni pamoto, wasingepagusa kwa Mustafa. Na sio kwa Mustafa tu, wasingegusa katika area hii ya kata ya Pugu. Bwana, tusemeni kweli, mnaiba muibi? Kila mmoja aseme tu kweli. Mzee, unaiba uibi? Naiba. Unaiba. Sauti bwana. Anza na jina lako. Sauti. Jitambulishe jina. Sauti. Kusikii bwana, shehe bwana. Angalia kamera. Mimi ndo Hussein. Unatokea wapi? Omboza. Omboza. Tumekukamata kihalali au tumekusingizia? Kihalali. Kazi yako ni nini? Naiba. Unaiba. Ulishaiba mara ngapi? Mara 3. Mara 3. Mara ya kwanza uliiba wapi? Gongo la Mboto. Mara ya pili ukaiba wapi? Ubungo. Mara ya 3 ukaiba wapi? Leo mara 4 tumekukamata Mustafa. Mzee unaitwa nani? Ramadhani. Ramadhani. Unatokea wapi? Chanika. Chanika. Tumekukamata, tumekuonea ama ni kweli? Kweli. Kazi yako ni nini? Ninauza vitu vya wizi. Unauza vitu vya wizi. Lakini unavunja maduka yetu. Mimi naletewa. Ndio. Unavunja maduka yetu? Ndio navunja. Ulishaiba mara ngapi? Mara 3. Mara kwanza umechukua wapi? Sauti. Gongo la Mboto. Mara pili umechukua wapi? Ubungo. Mara 3 umechukua wapi? Hivi mimi naomba niulize swali. Gongo la Mboto mlivunja, mlichukua nini? Mashine. Mashine ya kuchomelea. Ubungo mlivunja mkachukua nini? Mashine za kuchomelea. Mashine ya kuchomelea. Gongo la Mboto mlivunja mkachukua nini? Mashine za kuchomelea. Mashine ya kuchomelea. Kwa hiyo nyinyi mna dili na mashine za kuchomelea. Utasema tu ukweli. Bwana dereva bodaboda, mara ngapi mwapeleka kwenye matukio? Ukisema ukweli mimi nitaachana na wewe.
na kwa kuwa watu watakuwa wamekuona, manake utaachana na masuala ya matukio. Lakini ukiniongopea ya Labitoba, nafsi yangu mimi nitaondoka zangu. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa, ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama ndani ya mtaa, ndio mwenye kukutetea wewe, lakini ndio mwenye kukuangamiza wewe. Kwanza mnatakiwa kwa pamoja mseme Mustafa haingiliki. Semeni kwa nguvu, Mustafa haingiliki. Bado hatujasikia. Mustafa haingiliki. Haingiliki kwa nini? Kwa wizi. Haingiliki kwa nini? Kwa wizi. Bwana twende. Bwana mzee wangu mimi nimebanao mara. Jina lako nani? Mimi naitwa Amur. Nani? Amur. Nani? Amur. Amur nani? Amur Sheikh. Mkazi wa wapi? Kaza Mzese. Kazi yako ni nini? Kazi yangu mimi ni wizi. Kazi yako? Wizi. Wizi. Lakini wakati tumekukamata naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima papo kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.